Hebu tuzungumze kwa ufupi kabla mambo yenyewe hayajaiva hayajachachua, kwa sababu sijajua hasa ni nini kitatokea. Lakini leo kwa maana ya saa 3 usiku kwa saa za Marekani ya Mashariki, ambayo itakuwa ni saa 10 tuseme ni alfajiri ama kuelekea alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, Rais Donald Trump atazungumza na wananchi kuhusiana na hali ya vita vya Iran. Haya matangazo ambayo yanapokuwa matangazo ya prime time huwa si mengi kwa marais, na anapotoa hivi hasa nyakati za vita, na maana kuna matangazo ama kuna maelezo makubwa sana. Kuelekea siku ya leo kumekuwa kuna mambo kadhaa, kauli ambazo Rais Donald Trump amekuwa akizitoa. Tunamfahamu kama vile ni mtu wa attention kiasi, tunafahamu ni mtu ambaye anapenda kushtukiza, tunafahamu kama ni mtu ambaye anapenda kile ambacho wengine wanaita surprises. Kwa hiyo hatutashangaa kama kutoka kuna surprise moja ambayo anaweza akaizungumzia siku ya leo. Atatangaza nini? Tusubiri. Ni ngumu sana kwa yeye ku contain vitu kama ana taarifa huwa anakuvujisha fulani kwa aina fulani, lakini inaonekana anaweza akawa na tangazo muhimu sana. Lakini hii isingekuwa kitu kikubwa kama kusingekuwa na viongozi wengine wakubwa wawili ambao wanaonekana kama vile ni washirika wake ambao nao wametoa tangazo kwa siku ya leo. Kwa tunazungumzia waziri mkuu kiongozi katika nchi ya Australia amezungumza, na kati ya mambo ambayo alizungumza ni pamoja na kuwasihi wananchi wa nchi yake kutumia zaidi usafiri wa umma ili kupunguza mahitaji ya mafuta, kwa sababu anasema kwamba mafuta ni machache. Waziri wa mkuu wa Uingereza naye pia amezungumza na kuwa na ujumbe ambao unafanana. Hili linamaanisha nini sasa? Tukumbuke pia tumepata taarifa kwamba watu kutoka ama viongozi wa nchi washirika na Marekani katika eneo la Ghuba walikuwa wakiendelea kumsihi Marekani asiondoke, aendelee kupigana mpaka pale watakapohakikisha kwamba Iran imekuwa dhaifu zaidi. Sasa hawa viongozi wanaposema hivi, alafu tunasubiri kusikia kauli ya yule ambaye tunaamini sasa ni kama kiranja wao Donald Trump, kwa atasema nini, hatujajua itaelekea upande gani. Lakini kuona viongozi watatu wa mataifa makubwa ya magharibi wakizungumza kuhusiana na mzozo wa Iran, na wote ni kama vile licha kwamba hawako moja kwa moja katika vita hii, lakini wanatoa onyo juu ya uwezekano wa hali kuwa mbaya zaidi, inachoonyesha pale ni kwamba labda kuna mazungumzo ambayo yamefanywa baina yao. Nasubiri kuona ni nini hasa ambacho Donald Trump yuko nacho. Kumbuke kuelekea siku ya leo amekuwa akitoa kauli kadhaa, pamoja na kusema kwamba anaweza kumaliza vita hata kama fereji ama eneo la Strait of Hormuz alitokuwa limetwaliwa kiuhalisia, lakini akisema hivi bado ana vikosi vingi katika eneo la Mashariki ya Kati. Amesema kwamba watu wa nchi za Ulaya ama hasa kama UK kama kweli wanaitamani sana, wanatamani mafuta na wanaona lawama zote ziende kwake, yeye akasema kwamba waende wakachukue mafuta wao wenyewe, unajua. Lakini haya inamaanisha nini? Kwa sababu bado anaweza kaja surprise kitu ambacho wanafanya kwa mafanikio makubwa sana. Tusubiri tuone nini kitafuata, kwa sababu kama nilivyosema, kupata hotuba za watu watatu kwa wakati mmoja na wote wakitoa onyo, hatujajua hasa. Lakini tutakuja kuzungumza baada ya hotuba hii kutoka. Tutaweza kuangalia kama ilikuwa ni hotuba ya kumaliza vita ama ilikuwa ni hotuba ya kuendeleza vita. Nini mustakabali, atatoa takwimu gani? Huu ni wakati ambao nafikiri anakuja kutengeneza, anasema make a case kwa Wamarekani, hasa kuambia tumefanya hiki na hiki na hiki, ama lengo letu la kufanya ilikuwa ni hili na hili na hili, mafanikio yetu yamekuwa ni haya na haya na haya. Yapo mafanikio mengi ambayo watu wengi pia hawayaoni. Walisiwa mambo ni kwamba nguvu za Iran katika urushaji wa makombora zimepungua, zikingalipo zimepungua, sivyo walivyokuwa wakitegemea. Watu walifikiri kwamba sasa hivi wangekuwa wameshamalizika, lakini bado zipo. Kwani kwamba wameondoa viongozi wote wa juu. Kwa hiyo inawezekana haijawa na kile ambacho kinaitwa regime change officially, lakini idadi ya viongozi ambao wamekwisha kuondoka na wapya ambao wameshaingia tayari, hii ni serikali mpya. Ni mabadiliko mapya ambayo unaweza kusema kwamba uongozi uliopo si ule, haufikirii vile vile, na pengine hautokuwa na mtazamo kama ule wa awali katika namna ya kuendesha maisha, kujilinda na kuangalia wale ambao wanaona ni majirani zake ambao wanaweza kuwa ni marafiki pamoja na maadui. Kwa hiyo unaweza kuona pia kwamba inawezekana pia ikawa ni regime change. Lakini haya pamoja na haya yote, bado Iran imeendelea kupata ushawishi katika makundi Houthi ambao wameingia sasa na kusema kwamba wanaweza kaenda katika ule mlango ambao katika Bahari Nyekundu. Tunaona Hezbollah nao wamejiunga, na pia hata kwa Iraq kuna mambo mengine wamejiunga. Kwa hiyo kuna kila upande ambao unaweza ukajivutia. Ukumbuke Marekani, ushindi ulikuwa ni ushindi wale utangaza wao. Tuiangushe serikali, pengine tufungue Strait of Hormuz, na ikiwezekana tushikilie nuclear ama tuteke kisiwa cha Karga. Hii ni kati ya mikakati ambayo wamekuwa nayo. Lakini kwa Iran kwao sana sana ni kutoshindwa, kutoonekana kwamba wamesurrender kwa Marekani ndio ushindi walionao. Kwa unaweza kuona kwamba mlima ni mrefu kupanda kwa Marekani kuliko Iran,
na tutajua sasa itakapofika hiyo saa 10 alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, tutaona ni nini ambacho Rais Donald Trump anataka kutuambia. Tutakuja kukihusisha hicho na kile ambacho kimezungumzwa na viongozi wengine wawili, kwa maana ya Australia pamoja na Uingereza, na baada ya hapo inaweza ikatupa taswira ya mwelekeo wa vita hii. Tuliambiwa itatumia wiki 4 mpaka 6, na mimi tuko katika wiki ya 5 hivi sasa, pengine wiki moja kabla, na hata hapa majuzi amesema kwamba tuna wiki chache tu kabla vita hii kumalizika. Nini kitafuata? Tutakuwa hapa, na baada ya taarifa hii basi tukapata summary ya nini ambacho kimezungumzwa, na zaidi kuweza kuona kuhusisha wapi tunaelekea.